Bwana Shebi, mambo ni aje? Poa bwana, nashukuru Mwenyezi Mungu. Kwa vizuri? Tuko vizuri, tunashukuru. Ijumaa karimu, Ijumaa imepita salama na siku inaenda, na leo wale walofanikiwa na Mwenyezi Mungu kufunga sita, nadhani leo wanamalizia, kesho sikukuu yao tunakula wote. Kumbe Ramadhani kwa bado inaendelea. Kulikuwa kuna sita pale. Baada ya mwezi wa Ramadhani kuna sita pale pili. Kwa hiyo sita leo ndo mwisho. Okay. Wani kupongeze kwanza kwa kupita Ramadhani vizuri, na nafikiri wewe ni mdau mzuri sana wa mifungo kama hii. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Ujue katika nguzo tano za Waislamu na mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika nguzo na yenyewe ipo. Kwa hiyo kwa sisi Waislamu ukifika kipindi cha mfungo lazima tufunge. Ni sunna. Okay, tuna moja kwa moja kwenye maswali yangu ambayo yamenifikisha hapa bwana Shebi. Tunafahamu ya kwamba ligi ilikuwa ikiendelea, lakini baada ya uchunguzi wa kamati ya uendeshaji wa bodi ya ligi tumeona kuna adhabu zimetolewa, na adhabu ambayo kidogo watu wanaitolea macho kwa wingi zaidi ni adhabu ya Simba, ambapo wanasema kosa kidogo adhabu imekuwa kubwa. Kwa mujibu wa sheria ambazo zimeainishwa ni kwamba adhabu imetoka kwa sababu mashabiki wa Simba waliwatupia waamuzi chupa, lakini ukiangalia kiasi cha faini shilingi milioni 10. Hii tuiweke kwenye uwiano gani? Ni uzito wa Simba kuwa kubwa ndio maana imebeba faini kubwa, ama pengine ni makosa kujirudia? Wao kwa mujibu wa maelezo yao wanasema makosa yamerudia, maana wametoa adhabu mbili kwa wakati mmoja. Kamati ya masaa 190 sio ya masaa 72. Maana yake kamati ya masaa 190 na maana mpaka ikae watu watengeneze mipango, washauriane, watengeneze mipango ndo baadaye watoe adhabu. Adhabu zingine za kuwakandamiza wengine, adhabu zingine za kuwanufaisha wengine. Tumepewa adhabu dhidi ya Dodoma Jiji. Mashabiki walimrushia mchezaji wa Dodoma Jiji chupa. Lakini tumepewa adhabu, wanasema mechi ya Pamba mashabiki walirusha chupa. Lakini kama adhabu mbili zinajumlishwa kwenye adhabu moja, zinakuwa mbili kwa pamoja na adhabu. Nadhani hata golikipa Diala amepewa adhabu ya mechi hiyo moja. Ni mechi ya Mtibwa. Yes. Diala kosa kama lile ambalo alifanya Mtibwa, alolifanya dhidi ya Dodoma, kalifanya dhidi ya Simba Zanzibar. Baada ya Suleiman Mwalimu Gomez kufunga goli, Diala alitoka eneo lake akamfuata Kibendera mpaka akamwataki kwa kumpa vitisho na maneno, lakini adhabu hakuna. Kosa la pili kaenda kulifanya Dodoma dhidi ya Mtibwa. Tena Dodoma kafanya makosa mawili. Kafanya kosa la kumwataki muamuzi, kafanya kosa la kuenda kuwadhihaki si ndo waandishi kwa kuonyesha kidole cha katikati. Kwa asili yetu wa Tanzania sio mali, lile ni tusi. Na kwa sheria ile inaonekana zamani walikuwa wanafungiwa wakifanya lile tusi. Kashafungiwa Jumanyoso, wakina Spanidi Chujo wamefungiwa. Sijajua sheria iko wapi. Lakini inaonekana amepewa faini ya milioni 2. Lakini adhabu ya kwenda kumwataki muamuzi kapewa mechi 3. Kama tumepewa adhabu ya milioni 10 mechi 2. Kwa nini na Diala asipewe adhabu ya mechi 2? Mechi yetu dhidi ya Yanga tuliocheza Zanzibar kwa kumwataki Kibendera, na mechi ya Dodoma na mechi ya kuonesha dole la kati kwa waamuzi, ambao baada ya hapo afisa habari kwa masikitiko makubwa amekiri kwamba kosa kalifanya, lakini baadaye afisa habari yule kwa utovu wa nidhamu wa kazi yake anaifanya anasema alionyoshia kidole ni wapuuzi. Afisa habari wa Yanga Africans. Msiba. Mashabiki wana thamani kwenye mpira, ndio maana mpira wetu umekuwa. Leo afisa habari ambaye anaingia uwanjani bure analipa mshahara, anaita mashabiki wanalipa pesa zao, wanabeba mizigo na kuuza maji na kuchimba na kuchimba mitaro kwa shida, na kuna wanahangaika juani, wanaingia uwanjani wanalipa kodi, unasema wapuuzi. Alafu kamati ya masaa 190 imekaa kimya, haijampa adhabu. Kamati ya ovyo. Mimi nazungumza tu ya ovyo. Sitegemei chochote kutoka kwao, nataka uhalali uende. Lakini kamati hii inatoa maamuzi kulingana na sheria. Pengine labda kuna sheria iliyombana alikamwe katika hilo. Waamuzi kuna maafisa habari wangapi wachapewa adhabu? Kwa kutumia chombo gani? Hao maafisa habari washaitwa sana TFF. Wametumia chombo gani? Hao maafisa habari washaitwa faini, wametumia chombo gani? Kuna kipindi Haji alipigwa faini ya milioni 5. Walitumia chombo gani? Waache ubinafsi. Twende kwenye sheria za mpira, tucheze mpira. Waache mambo ya kubebana na ya kishikaji. Mpira umebeba tasnia watu wengi. Leo mashabiki wa mpira hawa tayari wapuuzi. Isipokuwa nyinyi waandishi. Maana pale inaonekana waandishi ndio walikuwa maeneo yale. Lakini waandishi mmenyamaza. Leo kaona lile pira alitengeneze, alitupe kwa mashabiki. Mashabiki hawa ndio rais wa nchi.
mama yetu Samia Hassan Suluhu anatoa pesa ya kodi ya wananchi, anatengeneza viwanja vile, sabidi waingia mashabiki ambao walikaita mbuzi. Yeye kama nani? Kwa nini masaa ya 190 isichukue hatua kama kweli kamati ya ile ina haki? Lakini bwana Shabani, tunaangalia kwamba hata upande wa Simba pia kupata hii adhabu ni baada ya kufanya kosa la kwanza akafumbiwa macho. Hili kosa la pili ndio maana akapewa adhabu. Huenda pengine alikapo anaangalia labda akirudia tukio kama hili aweze kupewa adhabu sawa sawa na vifungu vya sheria vinavyosema. Hali sio leo, ana makosa mengi sana. Ana makosa mengi sana. Wao wenyewe wanajua. Na nje ya kikao wanajua kwamba yule dogo ana mambo mengi anakosea. Kwa nini hawampi adhabu? Ukicheka na mbwa utaingia naye Masjid Shekhe. Ukicheka na mbwa utaingia naye Masjid Shekhe. Tafasiri yake ni kwa sasa kashaingia msikitini inshallah. Kwa sababu kitendo anachokifanya, huwezi kuweka mashabiki wapuuzi. Huwezi. Mashabiki wana thamani kakaangu. Mashabiki wa mpira wanaumia nafsi zao kakaangu. Mashabiki wa mpira wanakufa kakaangu kwa sababu ya mpira. Mashabiki wa mpira wanapoteza mali zao kakaangu. Leo niambie, nyuma mwiko washaye kufungwa kasikia familia ya hali hata mtu mmoja kapata stroke au kafa. Ushaye kusikia? Ila kuna watu wanakufa kwa sababu ya mpira. Kwa hii nchi, kwa nini uende kuwaita wapuuzi? Sio lugha nzuri, sio kitu bora, sio jambo la msingi. Kama thamani yetu mashabiki, mpaka rais wa nchi anaijua mashabiki. Kaboresha viwanja kupitia kodi ya wananchi. Anatengeneza uwanja mkubwa wa Arusha kwa sababu ya kodi ya wananchi. Wananchi hao ndio mashabiki wanaitwa puuzi. Kwa nini kamati ya masaa ya masaa 190 haijachukua hatua? Kuna nini nyuma ya panzia? Labda sasa bwana Shebi, tujaribu kutumia hekima. Kwa mfano, kama wewe ni kiongozi mkubwa wa tawi lako la Mpira Pesa hapa na tunaona mambo kama yanarudia, pengine kama mamlaka husika zimeshindwa ama zimefumbia macho swala kama hili, ushauri wako sasa wewe kama wewe, ukiachana na kamati kuingilia kati, pengine wewe cha kumuhasa ama kumsihi huyu ndugu yetu na mshauri nini? Mimi utaratibu huo kwenye tawi hili sina. Mimi mwenyekiti, nikwambie tu kweli, nafuata kanuni na katiba yetu inapozungumza. Umeelewa eh? Wale wana kanuni. Kwenye kamati yangu tendaji ya tawi niliwasimamisha wajumbe wawili kwa utovu wa nidhamu. Kwa utovu wa nidhamu. Nikapeleka kwenye kamati yangu ya utendaji. Wakajadili, wakaona haitoshi, tukapeleka kwa wanachama. Wanachama wakaamuru waondolewe katika ujumbe na kwenye tawi. Tumeondoa. Ndio utaratibu.